Hello ndugu wakulima, ndugu wafugaji, habari zenu, mambo vipi? Leo niko mbele yenu, ni mimi Baraka Juju Udoba, ni fundi wa keji za kisasa. Huwa naeleza vitu vingi kwenye vipindi vyangu, na leo tena niko site naweza kuelezea kipindi mojawapo ambacho kitakunufaisha wewe katika matumizi ya keji za kisasa. Sasa ona, kitu ambacho nataka kuelezea leo ni kuhusiana na mfumo wa kinyesi. Local cage ina mifumo karibia minne. Kuna maji, kuna mfumo wa chakula, mfumo wa mayai. Sasa leo nataka nikuzinishie wewe au nikuelezee wewe jinsi ya kutumia local cage na mfumo wa kinyesi. Mfumo wa kinyesi katika keji yetu unakuwa ni rahisi sana. Usisahau kuwa keji inaweza kuokoa muda wako katika ufugaji. Sasa leo nikwambie tuna mfumo wa kinyesi ambao tunatumia bati za mwanga. Hizi bati zinaokoa muda katika usafishaji wa banda lako. Tunaweka bati hapa ili kusudi tuweze kukinga kile kinyesi ambacho kitakuwa kuku wanapokuwa wananyea, kile kinyesi kisishuke chini kuwazuia kuku wengine. Umeshaona? Sasa hii bati inatumikaje hapa na ina faida gani hapa? Kwanza, faida ya kwanza, hii bati inaongeza mwanga katika banda lenye mwanga hafifu, kwa sababu tunajua kuku akiwa katika banda ambalo lina mwanga hafifu, hata uzalishaji wake wa mayai unakuwa ni mdogo. Kitu kingine kwamba hii bati inaweza kukinga kinyesi. Ikisha kinga hichi kinyesi, tafsiri yake ni kwamba itakuwa rahisi kwako wewe kufanya usafi. Ufanyaji wako wa usafi ukiwa unatumia local cage ni rahisi sana. Unaweza kufanya usafi na ukaendelea na mambo mengine. Haitakuchukua muda sana kwa sababu hii bati inatoka na kuingia. Hii bati unapoanza kutoa sasa inakuwa imeshakuwa na kinyesi. Hii bati yako utaikunja, utaweza kuitoa, utakuwa na chombo chako ambacho utakuwa umekiweka hapo kwa ajili ya kukinga hichi kinyesi. Hiyo utaitoa bati yako, utaiweka pale, utakumuta. Baada ya hapo chukua bati yako isafishe ili kusudi kuepusha magonjwa yanayopatikana katika kinyesi. Umeona? Baada ya hapo hii bati utaiweka, utarudishia kama ilivyokuwa katika keji yako. Itakaa vizuri na mambo mengine yatafanyaje? Yataweza kuendelea. Unapotumia local cage kwanza unajiamini katika ufugaji wako. Sana, hakuna stress. Hakuna magonjwa yanayotokana na kinyesi kwa sababu kinyesi kinakuwa kimejitenga na kuku. Kwa hiyo ndugu zangu, wale ambao mnafuga kuku na mnafuga katika mabanda ya kawaida, leo mimi nilikuwa na washauri mtumie local cage kwa sababu zina umuhimu mkubwa sana. Kama unavyoona zina system nyingi, pia zina umuhimu mkubwa na pia zinaokoa muda. Halafu zinachukua eneo dogo sana katika ufugaji wako. Karibuni sana katika vipindi vyangu ili kusudi uweze kushauriana zaidi. Angalia vipindi vyangu, angalia mafundisho yangu na mambo mengine. Yakiwa yanakutatiza, piga simu katika namba hiyo hapo. Mimi nitapokea na tutawasiliana bila shida kabisa. Karibuni sana. Hii ni keji ambao watu wengi wametaka kupata gharama nafuu kwa keji za mbao. Lakini sasa leo tumeona ni vyema tuweze kutumia keji za mbao ili kuweza kupunguza gharama katika swala zima la ufugaji na pia tupate kitu ambacho kitakuwa ni kizuri zaidi. Nafikiri keji zetu mmeweza kuzifuatilia katika mitandao, zinaonekana vizuri na pia sio mitandao tu. Maana yake hata ukisema tukupeleke site ambapo tunafanyia kazi, ni keji zenye muonekano mzuri na pia zinafaa. Mimi zina ubora mzuri zaidi. Keji ambayo kwanza imezingatia vigezo vyote. Hizo zina vigezo vyote kama mnavyoona. Kuna baadhi ya keji ambazo zinaonyesha kwamba keji haina milango, ni keji mbaya, haieleweki, lakini sisi tunatengeneza keji zenye viwango vizuri kabisa. Leo tuko kwa mteja wetu ambaye tumeshamtengenezea keji ya kuku 800. Hii ni keji ambayo imechukua gharama ndogo sana, lakini imekuwa na mifumo yote, imekuwa na kiwango kizuri na tunaweza kuitengeneza kwa muda mfupi sana. Mteja wetu ameweza kufurahi na sasa tunaelekea kukamilisha kazi yetu. Tumebakisha mifumo michache tu kuweza kukamilisha, hususan mfumo wa kinyesi uweze kumkabidhi kazi mteja. Sasa mimi napenda kuwashauri wateja wote ambao wanatamani kufuga katika ufugaji huu wa kisasa kwa kutumia hizi keji. Maana yake angalia hata tazama kwa ndani inaonekana ni tunatumia pia mannequin wire ambayo ni
ni nzuri kabisa. Hii ni full plastic. Watu wengi wameshajiuliza kwa nini tusitumie mannequin wire za madirishani. Pia tumeweza kutoa sababu za msingi ambazo zinatufanya sisi tusiweze kutumia mannequin wire za madirishani. Kwani mannequin wire za madirishani zina hatari kubwa sana katika swala zima la ufugaji. Hii mannequin wire mnayoiona, hii ni full plastic, ni mannequin wire special kwa ajili ya kufugia kuku. Kwanza kuku wetu hawawezi kuwa na vidonda katika miguu, kwani hii mannequin wire haina chuma. Ile mannequin wire dirishani mara nyingi huwa inakuwa na plastic then inakuwa na chuma katikati. Kwa hiyo kuku anapokuwa na kanyaga kwa muda mrefu, ile mannequin wire inaweza kusagika ile plastic then inabaki kile kichuma. Kwa hiyo kile kichuma kinaanza kusaga au kinakata miguu ya kuku. Baada ya muda mfupi kuku anapozidi kutembea mle, utaona wanavimba miguu. Kwa hiyo unaweza kujiuliza sababu kubwa ni nini? Kwa nini wanavimba miguu? Kumbe shida ni mannequin wire. Sasa sisi tunatengeneza kitaalamu kwa ajili ya afya ya kuku, kusudi kuku wawe vizuri.